maeneo ya ibada na tofauti ambazo zimeibuka. Tuelekee katika kaunti ya Taita Taveta ambako Hezron Kimaria anatangamana na wakazi wa eneo hilo kuwauliza, je, ni sawa viongozi wa dini kuendelea kupokea michango kutoka kwa wanasiasa? Tuwasikize. Hizo pesa anazotoa hivyo zinasaidia, angelikuwa anasaidia makanisa yote kwa jumla Kenya nzima, hiyo tungelisema ingelikuwa labda ni nafuu. Lakini sasa kaunti moja, unaenda kwa kaunti moja unatoa hizo pesa zote kwa mtu kwa kanisa moja, ama kuseme tu kanisa moja. Kwa nini? Je, hizo nyingine zitahudumia namna gani? Hata kama ni ni siasa. Kama ni siasa basi azunguke kote kwa jumla. Lakini sio kuturai namna hiyo ama kurai watu namna hiyo kwenda tu kwa kaunti moja na kutoa hizo pesa zote kanisa moja. Hiyo ndio kitu ambayo tunasema haiko sawa kwa jumla. Nyingine kama gani unasema? Kwanza yeye analeta pesa kwa makanisa. Je, hao viongozi wa kidini wachungaji wanaendelea kupokea hizo pesa ama wakatae? Kama vile ambavyo wananchi wanauliza maswali mengi. Bana, yenyewe kwa jumla vile ilivyokuwa imepitishwa, mwenyewe pia alikuwa amepitisha ama bunge alikuwa amepitisha, akasema kwamba pesa kama hizo ama mtu yeyote asichukue pesa kwa nini za harambee kama hiyo ziondoke. Kwa nini yeye sasa anatoka katika mkataba badala kuwa kiongozi bora aonyeshe watu wengine wafuate mfano? Yeye sasa ndio anarudi anafanya vile, anakaidi vile alivyokuwa amesema. Viongozi wa kidini wanachangia ufisadi nchini. Hata wenyewe angalia aibu. Tukiangalia shule hazina madarasa, watoto waende shule, alafu pesa zinapelekwa makanisani. Umuhimu wa kanisa na shule ni nini? Mimi najua umuhimu, shule ndio muhimu zaidi. Maana hata hawa manabii ama mapasta wamesoma kupitia hizo shule. Kwa hivyo hiyo pesa ingepelekwa kusaidia wanafunzi shuleni. Yeah. So unahisi hizo kwa nini mnaona kwamba, maana nafikiri kutoa fedha kanisani watu wengine pia hutoa fedha? Mbona rais akitoa inakuwa ni jambo la kuzungumziwa sana? Anaweza kuwa ni rais ndio maana anatoa, lakini hizo mwenyewe anazitoa wapi? Maana tukipiga mahesabu mshahara wake hawezi ingiliana na hiyo pesa anayotoa. Hata mtoa sadaka hata 1000, maana anajua hiyo 1000 naweza fanya kibarua niipate. Lakini president tunasema mshahara ni 1.4 million. Uwezi niambia kwa mshahara wako 1.4 million uende utoe milioni 20 mahali. Huo ni mshahara wa miaka mingapi? Au ni mshahara wa miezi mingapi? Hiyo pesa ni ufisadi. Hizo pesa za kanisa manzee, hao viongozi wanataka tu tutaingia kwa kanisa ilete vurugu tena. Hizo do inafanya kanisa imekuwa kama biashara. Juu sasa hizi kanisa ni kiongozi akienda kwa kanisa najua kitoa do pale mambo yenye wamekuwa wanafanya njia barabara kwanza si hivi yenye kunanyesha hivi tunaumia manzee, lakini do anapeleka kwa kanisa si waunde hizo njia. Wache kutupima viongozi wachache acha wasikie. Muache hiyo maneno manzee, muache hiyo maneno. Viongozi sisi tunaumia, waunde manjia, waunde makalaba nini hizo do kama 20 milioni yote, na hiyo ni njia ngapi wameunda? Si unaona? Wache kutuumiza. Sasa viongozi wa kanisa wafanye, maana yake hiyo pesa wasichukue manzeji, watuoni penye inaenda hadi. Mimi naona ichukue tu kidogo, isichukue mingi, kwa sababu sasa mbona ichukue mingi? Sasa 20 milioni na sisi tunakaa hapa hivi hata sijashika mita moja na unapeleka kanisa. Kwani kanisa itasaidia nini? Sasa afadhali wajenge shule. Afadhali wajenge mashule, hospitali, vitu kama hizo zinasaidia wananchi. At least kama mimi ni mgonjwa, nenda kanisa kweli nitibu kweli? Kanisa nitibu? Haiwezi. Nitaombewa na sitapona. Na nikipeleka hospitali nitatibiwa na nitapona. So maoni yangu kuhusiana na viongozi kupeleka pesa kwa kanisa, manze wachorea story. Kanisani ni huduma na ni huduma ya Mungu. Na kila mmoja ajifundishe kutoa fungu la 10, malumbuko na zaka kamili na kuwa mstari mbele ya kanisa. Na tunaomba viongozi wote wajiunge kwa msikiti na wajiunge kwa kanisani, na wakipata uongozi kama huo wataweza saidia mwananchi na kuwa na huruma na mwananchi yule wa chini. Na area yote ya magavana vile wao ni viongozi wetu na tunawapenda, tunaomba ya kwamba waendelee kuingia mashinani. Kwa hivyo kwa kifupi wewe unasema ni vizuri wa viongozi wa kidini waendelee tu kupokea pesa kutoka kwa wanasiasa, haina shida. Wachungaji hawana shida yoyote, wanapokea washirika kila aina ya washirika. Na katika hali ile ya kumtolea Mungu inakanga ni siri ya mtu. Kwa hivyo ni kila mmoja afanye nini? Atoe sadaka. Lakini kitu mbaya ambapo
inaleta shida ni ile mtu anatoa sadaka ama fungu la 10 na inatangazwa kwa media kwamba nimetoa 1,000,000, nimetoa 3,000,000, ambapo hiyo ilikuwa mtu atoe bahasha yake kanisani na hiyo ni siri ya moyo wake. Umesikiza kauli kutoka Taita Taveta. Shukran sana Hezron Kimari. Na nirejee kwa swali ambalo nilikuuliza Pastor David awali. Mtu akija atoe sadaka, atoe fungu la 10, atoe mchango wake, hizo pesa huenda wapi? Kwa sababu tangu Nyeri tumesikia wengi wao wanasema zinaingia mfukoni.